Juzi Ijumaa alivyotubomolea, vitu vyangu vingi vimeteketea. Vitu vingi vimeteketea, mimi na watoto. Nilikuwa na wadada wa kazi hapa wawili, wamebakwa. Mimi na wajukuu zangu tunahangaika, hatuna sehemu ya kukaa. Naomba serikali tusaidie. Tunahangaika jamani. Akanipiga rungu mpaka sasa hivi hapa siwezi kutembea, mguu na ulazimisha. Mwingine kanipiga rungu mguu wa kushoto hapa, ile kushuti niweze kukaa chini. Kuna nipo chini pale, wanauliza huyu hana simu. Kwa maana wakasachi mimi mfukoni nilikuwa na shilingi 250. Nilikuwa na simu, akachukua simu, wakachukua hela yote. Juzi tumepigwa. Tushabomolewa majumba, tumeka vyombo nje. Lakini bado wanakuja tena, wanakuja wanatupiga na kuchoma nyumba moto tena zingine zilokopo. Sasa mimi kijana wangu wa miaka 20 anaitwa Saidi. Leo tumemkuta pale mikroshoni toka juzi. Ndio yupo Ilayani saizi kalazo, sijui atapona. Sijui hata. Hapo ni sijui. Kina mama wanalala nje. Kina mama wanabakwa. Kina mama wanaumizwa. Watoto wameumizwa, wengine wako hospitali. Kwenye nchi yetu hatuwezi kuwa watumwa kwenye taifa letu. Sisi tumejitoa mwanga kuwa sauti zenu, na hili pia lazima tulifuatilie na kulisemea. Kwanza tumesikitishwa na haya yote ambayo yametokea mahali hapa. Kila inapokuja swala la uwekezaji kwenye nchi hii, tatizo linakuwa kubwa sana. Kwa hiyo sisi ACT Wazalendo tumeumizwa na vitendo ambavyo wamefanyiwa kina baba, wamefanyiwa wanawake. Kuna wanawake wamebakwa hapa. Mwanamke ameumia hapo, ndugu Mshenga, inabidi uchukue mawasiliano tuone namna gani tunafanya. Watu wameumizwa. Lakini hakuna msaada wowote. Kwa mimi ninawaambia kwamba hili tumelichukua, tutawasiliana na wanasheria wetu tuone namna gani tunalifanyia kazi jambo hili kwa ukubwa kabisa. Kama diwani hawezi kufanya chochote, mbunge hawezi kufanya chochote, sisi ACT Wazalendo tunamtaka waziri wa ardhi ajiuzuru, aondoke kwenye kiti chake. Ndio. Ardhi ni ya kwetu, Watanzania ndo tuna haki na hii ardhi. Sasa kama kuna watu wanapewa nafasi ya kusimama alafu hawawezi kushughulika, waziri wa ardhi ajiuzuru. Sisi ACT Wazalendo sera yetu, wawekezaji wowote lazima wananchi wahusishwe. Lazima wananchi wahusishwe. Sio kila uwekezaji sisi kwetu ni maumivu, haiwezekani. Hatuwezi kwenda hivi. Bagamoyo inakuja bandari, si ndio? Tunaona uwekezaji mbalimbali ambao unakuja Bagamoyo. Kwa hiyo watu wanataka wanufaike na kuacha wananchi kwenye matatizo. Sasa hili jambo haiwezekani likakubalika. Kila penye uwekezaji kuna kuwa na changamoto za wananchi. ACT Wazalendo tunataka uwekezaji wowote wananchi wanufaike, sio wanyanyasike. Kama kuna faida ambayo serikali inataka kupata, mtu wa kwanza kupata faida anapaswa awe mwananchi. Na sisi hili inabidi tulisimamie kwa ukubwa kabisa. Lakini pia kama kulikuwa kuna namna ya kuwaondoa, hakuna namna nzuri ya kuwaondoa watu. Kwa nini tusikae tujadiliane? Kwa nini tusizungumze? Na naamini nyie sio wabishi. Kama mnaandaliwa mazingira mazuri ya kwamba nyinyi mtafaidika na uwekezaji unaoletwa hapa, na njia za kisheria ziwekwe wazi namna gani mtafaidika, sio za ulagai. Tuna kazi tu ya kuambiwa kazi na utu. Hii ndo kazi. Huu ndio utu. Hakuna. Au ndio kazi iendelee hii ya kuumiza watu? Hapana. Huu sio kazi na utu, sio hii ndugu zangu. Kwa hiyo ndugu zetu tuwape pole sana, tunaenda kuwapa pole. Sio mwisho wa kuja hapa. Tutaendelea kufanya mawasiliano na uongozi wenu, tunachukua mawasiliano ya viongozi namna gani ambavyo mnapatikana na namna gani ambavyo jambo hili tunalichukua kwa ukubwa sana. Asanteni sana na washukuru.